Ebana, ulipo na mimi nipo, ni mtoto wa Ndeta Salvatori Tori Nko. Ebana, karibu sana moja kwa moja bana. Siku ya leo tunaweka zetu kambi pale Jangwani. Kuna mengi sana Jangwani, lakini kubwa zaidi ni la huyu kocha wao mpya bana, ambaye sasa hivi amechukua taswira mpya kwa namna ambavyo amekuja na namna ambavyo ametua pale Jangwani na sifa zake bana ambazo ni za kipekee. Sasa siku ya leo nitakusogezea sifa 10 za huyu kocha wa Yanga na namna ambavyo ni wa kipekee ama na utofauti mkubwa sana na game la Bongo, hata na kulibadilisha kwa kiwango kikubwa sana. Kwanza kabisa kocha huyu anafahamika kama Mankoba Brillianti Firmanti Mngiti. Ni moja kati ya kocha wa kipekee sana kutokea pale nchini Afrika ya Kusini. Sasa huyu mwamba bwana amezaliwa Aprili 25 mwaka 1971 maeneo ya KwaZulu Natal, Afrika ya Kusini. Sasa siku ya leo wacha tukuwekee zile sifa zake 10 ambazo kwenye hili Yanga wameupiga mwingi sana. Sifa yake ya kwanza, mwamba ana uzoefu mkubwa wa ukocha, ambapo wameanza kazi ya ukocha kwa zaidi ya miongo miwili. Hapa tukiwa na miaka 20, hapa ni miaka 20 ambapo amefundisha timu mbalimbali nchini Afrika Kusini kama vile Golden Arrows, Amazulu, Chippa United na Mamelodi Sundowns, ambapo uzoefu huu sasa umemfanya awe na uwezo mkubwa wa kusoma mchezo na kufanya maamuzi sahihi wakati wa mechi na kuleta matokeo sahihi pale ambapo watu wengi walikuwa hawategemei kuyaona matokeo hayo sahihi. Lakini kwa huyu mwamba bwana, kwake imekuwa tofauti kidogo. Amekuwa ni mchezaji wa kipekee na wa kitofauti sana na amefanya makubwa mno na soka limezidi kung'ara chini yake. Lakini sio hivyo tu, sifa yake nyingine ni mshindi wa mataji. Katika maisha yake ya ukocha ameshinda mataji mbalimbali ya ligi na mashindano ya vikombe akiwa sehemu ya benchi la ufundi la Mamelodi Sundowns, kitu ambacho inaonyesha anaelewa namna ya kujenga timu yenye ushindani wa juu sana. Hii ni miongoni mwa sifa yake nyingine nzuri na ya kipekee zaidi ambayo imemfanya yeye mpaka sasa hivi bana kuwa moja kati ya kocha anayetisha ama anayeupiga mwingi sana, kutokana na aina yake hii ya ukocha ama namna yake ya ukufunzi, kitu ambacho kinampa sifa ya kipekee zaidi. Sifa yake nyingine ya tatu, anapenda soka la kushambulia, na hili ndio jicho la kipekee ambapo Yanga waliweza kuona kabisa huyu mwamba anatufaa hapa Jangwani, kwa sababu Yanga wao wanapenda kudominate ile hali ya kutoa makombe, lakini pia wanatamani kuvuka, tusio makombe ya ndani. Sasa na wao sasa hivi wanataka kuvuka waende mpaka nje bana, waone namna ambavyo wanaweza wakafanya kitu pia na kombe la Afrika liweze kufika pale Jangwani. Sasa mfumo wake unaotambulika zaidi ni 4-3-3 ama 4-3-3, unaolenga umiliki wa mpira, kushambulia kwa kasi na kutengeneza nafasi nyingi za kufunga mabao, ambapo mashabiki hupenda mtindo huu kwa sababu huleta burudani na matokeo mazuri. Na asikudanganye mtu, mashabiki wa Yanga wanapenda sana mpira wa kasi, lakini pia wanapenda sana matokeo. Yanga wakikosa matokeo siku yote ununa, yani wananuna dakika 0. Sasa huyu kocha bana ni moja kati ya kocha ambaye ana mabadiliko makubwa sana, na ni kocha ambaye ana mfumo wake mzuri wa 4-3-3 ama 4-3-3, na kitu kipekee ambacho kimetokana na hili ni kwamba matokeo yake yanakuwa ni chanya kila anapotumia mfumo huu. Kwa hiyo ni moja kati ya kocha ambaye mimi kama mimi simtilii shaka, ni mwamba na nusu sana. Sifa yake nyingine ya 4, ana uwezo mkubwa wa kupanga mbinu. Sasa hili ndo kubwa kuliko, kwa sababu timu yote siku yote ikitaka kusajili kocha bana wanazingatia hili. Je, huyu jamaa anaweza kupanga mbinu za kumkabili adui? Anaweza kufanya hiki? Sasa huyu kocha hili liko ndani ya uwezo wake. Hafundishi kwa mazoea, jambo la kwanza na la kipekee sana, lakini pia huchambua nguvu na udhaifu wa mpinzani kabla ya mechi na kubadili mbinu kulingana na aina ya timu anayokutana nayo. Hii humfanya kocha huyu kuheshimika katika masuala ya tactic. Ni moja kati ya kocha ambaye ana jicho la 48, unaweza kusema hivyo, kutokana na aina yake hii ya kupanga mbinu. Yani ni kocha ambaye ana unabii ndani yake, anajua kabisa hii timu hii nikiendea kwa lengo hii huyu ibilisi lazima nimmalize. Kwa hiyo ni moja kati ya kocha ambaye yuko vizuri sana kwenye mbinu, na ni kocha ambaye yuko vizuri sana kwenye kupanga mashambulizi na kuhakikisha kwamba timu yake inapata ushindi. Sifa yake nyingine ya 5, anaamini katika kukuza vipaji vya vijana.
ambapo amekuwa akiwapa nafasi wachezaji vijana na kuwasaidia kukua hadi kufikia kiwango cha juu sana. Anaamini mafanikio ya muda mrefu yanatokana na kuendeleza vipaji vya ndani. Yaani akishaendeleza tu vile vipaji vya ndani, basi anaamini kwamba kwake mafanikio makubwa yapo. Na ndio kitu ambacho pia alikifanya pale Mamelodi mpaka sasa hivi tunaiona inafanya vizuri, ni kwamba waliamua kudili na vipaji vya ndani, na ndio maana yake mpaka sasa hivi Mamelodi ni moja kati ya timu bora na nzuri sana Afrika. Hayo ni mawazo yake ama ni mchango wake ambao pia walipita kwenye ile timu. Kwa hiyo hili analileta pale Jangwani, na Jangwani sasa hivi wao pia wana target ya mbali sana. Wanaangalia miaka ya mbele, hawaangalii mwaka unaofuata ama mwaka ujao. Wao wanaangalia miaka ya mbali ya mbele kweli kweli, timu yao itakuwaje. Kwa hiyo kwa kocha huyu bana, target ya Yanga mimi naikubali, imepigonga 100%. Lakini sio hivyo tu, sifa yake nyingine ya 6 ni kiongozi mwenye nidhamu. Na hiki ndo kitu kikubwa sana katika mpira. Nidhamu humfanya mchezaji kufika mbali, nidhamu humfanya kocha kuwa kinara siku zote. Sasa anasisitiza nidhamu ndani na nje ya uwanja. Kwa mtazamo wake, mchezaji mwenye nidhamu ana nafasi kubwa ya kufanikiwa kuliko mwenye kipaji, lakini asiyezingatia maadili ya kazi, nidhamu na hana weledi wa kazi, huyo ni ngumu sana kufanikiwa. Kwa hiyo yeye siku zote anaamini kama una kipaji alafu hauna nidhamu bana, bado hauwezi kutoboa, huwezi kufika popote. Lakini pia kama una kipaji alafu maadili ya kazi na bidii hauna, pia hauwezi kufanikiwa. Kwa hiyo kwake yeye ana utofauti mkubwa sana, kwa sababu anaamini nidhamu na bidii kwenye kazi siku zote humfanya mtu kuwa kinara siku zote. Sasa sifa yake nyingine ya 7, ana uwezo wa kufanya kazi na benchi la ufundi. Ameonyesha uwezo wa kushirikiana vizuri na makocha wengine, jambo lililochangia mafanikio makubwa ya Mamelodi Sundowns. Anaamini mafanikio yanapatikana kupitia ushirikiano wa timu nzima ya ufundi. Pale Jangwani pia kinachohitajika sana ni ushirikiano, na yeye ni moja kati ya kocha ambaye hakunji ama ni kocha ambaye anyimi fursa. Pale ambapo anaamini mawazo ya mtu fulani yanaweza kuleta matokeo anayatumia, lakini pia pale anapoamini kwamba mtu fulani anaweza kuletea matokeo ama akaleta kitu fulani kikaleta msaada kwenye timu, basi mtu huyo hupata nafasi chini yake. Kwa hiyo ni mmoja kati ya kocha ambaye hana roho nzuri sana, hana roho ya korosho. Kwa hiyo kwenye hili bana, Yanga wameupiga mwingi sana. Sifa yake nyingine ya 8, ana leseni ya UEFA, tena daraja A kabisa. Anamiliki leseni ya UEFA daraja A, ambayo ni moja ya leseni zinazotambulika kimataifa katika taaluma ya ukocha. Hii inaonyesha amepata mafunzo ya kiwango cha juu kuhusu mbinu za kisasa za ufundishaji wa mpira ama ufundishaji wa soka. Kwa hiyo mwamba mbinu za kisasa za soka, za kufundisha soka, jamaa nazo vizuri sana, na ndio maana yake mpaka leseni hii daraja A ya UEFA ako nayo sasa hivi. Kwa hiyo ni moja kati ya kocha wa kipekee sana 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 pale Jangwani, na tripu hii Yanga wameupiga mwingi kweli kweli. Sifa yake ya 9, ana uwezo wa kujenga timu yenye ushindani. Sasa hili hebu lizingatie vizuri. Katika klabu alizopita amekuwa akisaidia kujenga timu zenye uwezo wa kupambana kwa mataji. Anaweka mkazo kwenye umoja, nidhamu na kufanya kazi kwa bidii, kitu ambacho kinafanya mpaka sasa hivi amekuwa ni moja kati ya kocha ambaye ameweza kuleta matokeo chanya sana kwenye timu nyingi alizopita. Kwa hiyo hata pale Yanga, na sifa Yanga sasa hivi kwa namna ambavyo ameweza kudominate ushindi ama makombe, kucheka makombe la NBC mara 5 mfululizo, kombe kubwa sana Afrika, wameweza kulimiliki kwa mara 5. Sasa anakuja kocha ambaye ana uwezo wa kujenga timu yenye ushindani. Imagine namna ambavyo Yanga itakuwa ya moto. Kwa msimu ujao, Yanga hii sio ile Yanga ambayo watu wengi walikuwa wameizoea. Sifa yake ya 10 sasa, ambazo ni zile 10 ambazo nimekutajia, anaheshimika sana barani Afrika. Kwa nini iko hivyo? Ni kutokana na rekodi yake ya mafanikio, uzoefu mkubwa na mataji aliyoyashinda. Ni mmoja wa makocha wanaoheshimika katika soka la Afrika, lakini pia kujiunga kwake na Yanga kunatarajiwa kuongeza ushindani wa klabu hiyo katika mashindano ya ndani na kimataifa. Kwa hiyo sifa yake kubwa ni pamoja na kuwa kocha anaheshimika sana Afrika kutokana na namna ambavyo amekuwa akiuchezesha mpira vizuri, lakini pia akiwafundisha wachezaji wake mbinu nzuri ama mbinu mbadala za kuwafanya wao kupata makombe mengi. Kwa hiyo kwa chaguzi hili ama kwa chaguo hili pale Yanga bana, mimi naamini kabisa Yanga wamepata chaguo jema sana, na kwenye hili bana wataupiga mwingi kutokana na namna ambavyo kocha huyu ana rekodi nzuri
ya kufanya mazuri sana, na ukicheki klabu ya Yanga ni klabu kubwa, sio klabu ya kitoto. Kwa hiyo kocha huyu bana ataenda kuleta mabadiliko ambayo yataleta matokeo chanya na si hasi. Lakini pia matokeo chanya kwa klabu ya Yanga ni furaha kwa mashabiki wao, lakini pia ni furaha kwa wananchi ama kwa taifa zima, kwa sababu kufanya vizuri kwa timu moja inatupeleka sisi kimataifa na kuonekana ligi yetu inakuwa the best sana. Ya bana kwa story kali kama hizi usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment.